Karibu, hii ni Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kubwa kuhusu yale ambayo yanaendelea huko nchini DRC, kuhusu mzozo kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, ambaye tangu mwaka jana makazi yake yalikuwa nchini Afrika ya Kusini, hapo jana kwa mara nyingine alivunja ukimya na kutangaza kuwa hivi karibuni atarejea nchini kwake. Katika taarifa yake, Rais Kabila ametangaza kuzorota kwa hali ya usalama na nia yake ya dhati ya kutaka kusaidia mchakato wa kuleta amani ya kudumu mashariki mwa nchi hiyo kama mambo yaliyochangia afanye uamuzi wa kurudi nyumbani. Katika barua iliyoonwa na vyombo vya habari, Rais Kabila amesema baada ya kuwa nje ya nchi yake kwa takriban miaka 6, anaamini sasa muda wake na yeye umefika kurejea nyumbani haraka kwa kuzingatia yanayoendelea. Licha ya kuwa katika barua yake hakusema ni lini hasa atarejea nyumbani, watu wake wa karibu kisiasa wamevidokeza vyombo vya habari kuwa huenda ikawa ni hivi karibuni. Rais Kabila kwenye taarifa yake ameongeza kuwa atakaporejea ataanzia katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, bila hata hivyo kuweka wazi ni jambo gani atakaloanzia, huku akithibitisha kuwa na mazungumzo na viongozi wa maeneo hayo. Kwa wadadisi wa mambo, tangazo lake la kurejea nyumbani linaibua maswali kadhaa. Moja ni kwa nini sasa hivi? Ni vipi aamue kuanzia katika eneo la mashariki mwa Kongo? Je, huenda na mawasiliano na aliyekuwa mwenyekiti wake wa tume ya uchaguzi Colonel Nangaa, ambaye kwa sasa ni kiongozi wa AFC na M23 akiongoza eneo la Goma na Bukavu? Barua yake imetolewa wakati huu chama chake cha PPRD kikitangaza kurejea kwa nguvu katika siasa za nchi hiyo kwa kukataa kushiriki katika majadiliano ya kitaifa yaliyoitishwa na Rais Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na Tanganyika TV, rais huyo wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, ambaye alitangaza kurejea nchini DRC siku ya Jumanne Aprili 8, amekuwa akipokea wageni wengi mjini Harare, Zimbabwe, ambapo amekuwa akiishi tangu mwaka uliopita. Miongoni mwa wageni wake kuna watu wengi kutoka DRC, washiriki wa zamani kwa sehemu kubwa, lakini pia waaminifu wa muda mrefu, bila kutaja watu wengine mashuhuri. Miongoni mwa wageni hao, jina moja limekuwa likitajwa mara kadhaa, ni lile la John Numbi, mkuu wa zamani wa polisi ya taifa, ambaye baadaye alikuja kuwa inspekta jenerali wa FARDC, ambaye kwa sasa anasakwa na mahakama ya kijeshi ya Kongo, haswa kuhusiana na mauaji ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, ambayo yalimsababisha pia kutafuta hifadhi nchini Zimbabwe. Licha ya kuwa chini ya ombi la kurejeshwa kutoka Kinshasa tangu mwaka 2022, hii haikuzuia kuzungumziwa mwishoni mwa mwaka 2023 kwa kumtishia Rais Felix Tshisekedi hadharani kwenye video kwenye mitandao ya kijamii. Bado katika upande wa Kongo, vyanzo vilivyowasiliana na Tanganyika TV vinadai kuwa Joseph Kabila pia anawasiliana na wapinzani waliokimbilia hivi karibuni huko Ulaya, hasa Ubelgiji, na anahesabu miongoni mwa wafuasi wake viongozi kadhaa wa mashirika ya kijamii kutoka mkoa wa Kivu Kaskazini, ambao baadhi yao wanasemekana kuwa na uhusiano na makundi yenye silaha. Licha ya mvutano na Rwanda ambao ulisababisha kuanguka kwa utawala wake, Joseph Kabila pia ana mawasiliano na Kigali, ambapo ametuma wajumbe mara kadhaa katika miezi ya hivi karibuni. Kuhusu uhusiano wake na rais wa Rwanda Paul Kagame, mmoja wa washirika wake wa karibu anabaini kwamba kwa kiasi kikubwa uhusiano wao uko vizuri, hakuna uadui kati yao. Linasalia swala la Colonel Nangaa. Joseph Kabila ana uhusiano gani na mwenyekiti huyo wa zamani wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo Seni, ambaye amekuwa mratibu wa AFC na M23 inayopambana na jeshi la Kongo mashariki mwa DRC? Kulingana na mjumbe na wasaidizi wake, watu hao wawili wanazungumza, lakini hakusema mengi zaidi. Ikiwa uhusiano kati ya AFC na M23 na Joseph Kabila utathibitishwa, hii itatayarisha utawala wa Rais Felix Tshisekedi, amesema Bob Kabamba, daktari katika masuala ya kisiasa na mhadhiri katika chuo kikuu cha Liege, Ubelgiji. Katika hatua nyingine, mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 wanaosaidiwa na Rwanda yaliyokuwa yaanze hapo jana mjini Doha nchini Qatar
yameahirishwa kwa muda bila hata hivyo ya kutangazwa tarehe nyingine ambapo mazungumzo hayo yatafanyika. Vyanzo kutoka pande hizo vimethibitisha. M23 na serikali ya Kinshasa zilikuwa zimepangiwa kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na ya kwanza tangu kundi hilo kuchukua udhibiti wa miji mikubwa miwili mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu. Licha ya kwamba haikuwa wazi ni kwa nini mazungumzo hayo yameahirishwa, vyanzo kutoka pande zote vinasema hadi kufikia Jumatatu wiki hii havikuwa vimepokea mwaliko rasmi. Aidha, vyanzo vilivyo karibu na mchakato wa mazungumzo hayo mwishoni mwa juma lililopita vilithibitisha wawakilishi wa pande hizo mbili walikutana juma moja nyuma kwa siri bila kusema walijadiliana kipi hasa. Maelfu ya watu wameripotiwa kufariki katika machafuko ya hivi karibuni huko mashariki ya DRC, wakati mamia ya wengine wakiwa wamepoteza makazi yao. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wamekuwa wakionya kwamba huenda mzozo huo ukasambaa na kuwa wa kikanda ukihusisha mataifa jirani kama vile Burundi na Uganda. Katika hatua nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewarejesha makwao raia watatu wa Marekani waliopatikana na hatia ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi nchini humo. Awali walihukumiwa kifo, lakini hukumu hizo zilibadilishwa kuwa vifungo vya muda gerezani kabla ya kufanyika kwa makubaliano ya kidiplomasia yaliyopelekea kuhamishwa kwao hadi Marekani. Tukio hili linakuja wakati ambapo Kinshasa na Washington zinaendelea na majadiliano ya kina kuhusu mikataba mikubwa ya ushirikiano katika sekta ya madini na usalama, huku Marekani ikionekana kuongeza ushawishi wake katika ukanda wa Afrika ya Kati. Mchakato wa kuachiliwa kwa watuhumiwa hao umetajwa kama ishara ya kuimarika kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya DRC na Marekani, huku pande zote zikitilia mkazo nia yao ya kuendeleza ushirikiano wa kimkakati unaolenga amani na maendeleo ya pamoja. Licha ya kuongezeka kwa bajeti ya kijeshi hadi dola milioni 794 mnamo mwaka 2023, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya kiusalama katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hali hiyo imechochewa zaidi na mafanikio ya kushangaza ya waasi wa M23, kundi linaloungwa mkono na Rwanda, ambao wamefanikiwa kutwaa miji muhimu ya Goma, Bukavu na hivi karibuni Walikale, jiji la kimkakati la uchimbaji madini. Picha zilizopigwa mjini Kinshasa zinaonyesha wanajeshi wa FARDC wakitembea barabarani wakiwa na sura za uchovu, taswira ya wazi ya mzigo wa kijeshi wanaoubeba katika kipindi hiki kigumu cha uvamizi. Ingawa FARDC lina wanajeshi maelfu kwa idadi na msaada wa vifaa kutoka kwa washirika wa kimataifa, Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa wapiganaji wa M23 ni kati ya 3,000 hadi 4,000 tu. Hali hii imeibua maswali mengi kuhusu uwezo wa jeshi la Kongo kukabiliana na tishio hilo dogo kwa idadi lakini lenye weledi mkubwa wa vita vya msituni na vifaa vya kisasa kutoka kwa washirika wa nje. Mkutano wa Katari ulioleta matumaini ya kusitisha mapigano umesababisha kujiondoa kwa M23 kutoka Walikale, lakini wengi hatua hiyo haitoshi kuondoa wasiwasi wa wananchi wanaokumbwa na hofu, mateso na ukosefu wa utulivu kila siku. Je, tatizo ni kwenye mfumo wa uongozi wa kijeshi? Je, fedha zinazotengwa zinatumika ipasavyo? Haya ni maswali yanayozidi kutawala vichwa vya habari ndani na nje ya Kongo, huku mustakabali wa mashariki mwa DRC ukizidi kubaki njia panda. Luteni Jenerali Cherigonza Nduru Jasquez, naibu mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la FARDC, ametangaza rasmi kuongezeka kwa bonus ya kivita kwa wanajeshi walioko mstari wa mbele katika vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bonasi hiyo sasa imewekwa kuwa dola 325 za Kimarekani kwa kila mwanajeshi. Tangazo hilo lililotolewa wakati wa kikao cha mazungumzo ya maadili kilichofanyika katika kambi ya Jenerali Chiko huko Mambango, ambapo Jenerali Cherigonza aliwasifu wanajeshi kwa ujasiri wao, hasa wale waliopambana kwa siku 4 mfululizo katika jiji la Goma. Akiwahutubia alisema kuwa hatujapoteza vita, ushujaa wenu ndio msingi wa kulinda taifa. Ongezeko hili ni sehemu ya kuthamini na kutambua mchango wenu katika kulinda ardhi ya Kongo dhidi ya uvamizi. Hatua hii imepokelewa kwa shukrani na wanajeshi walioko mstari wa mbele,
huku ikitarajiwa kuongeza ari na motisha katika mapambano yanayoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari kubwa za ulimwengu leo kutokea hapa Tanganyika TV na Tanganyika FM. Jina langu ni Erasto Mashauri. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Endelea kutufuatilia kupitia kwenye kurasa zetu za Facebook pamoja na YouTube, tupate kama Tanganyika TV, ambapo utaendelea kupata habari zaidi kutoka nchini DRC, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi hiyo inapitia katika kipindi kigumu kutokana na mzozo wa vikosi vya waasi wa M23 na jeshi la nchi hiyo FARDC. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashi. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.